Leo acha nikupitishe na ufahamu kuhusu Edward Moringe Sokoine na mauti yalipomfika. Simulizi inaanza. Mungu akipenda tutakutana tena kwenye kikao kijacho cha bunge. Mimi nasafiri kwa njia ya barabara ili nijionee hali ya mazao ya wakulima. Hayo ni maneno ya Edward Moringe Sokoine. Alhamisi ya tarehe 12 Aprili 1984, Edward Sokoine akiwa anatokea Dodoma kwa gari lake aina ya Mercedes Benz na msafara mkubwa uliosheheni magari ya usalama, aligongwa na gari ya Land Cruiser mali ya Domisan Dube, raia wa Afrika Kusini, na kupelekea kifo chake. Sokoine sio kwamba alikuwa na afya mbovu, la, lilikuwa jitu la miraba minne. Pia sio kwamba gari lake lilikuwa mbele kabisa katika msafara huo, la, lilikuwa katikati ya msafara, huku yeye alikuwa ameketi siti ya nyuma katika gari. Kingine tujuavyo, msafara wa VIP hupishwa na gari zote unapopita, kisha ndo wengine wanaruhusiwa kupita. Sasa ilikuwaje? Hapa ndo maswali kwa wengi. Turudi nyuma kidogo. Miezi ya mwanzoni mwaka wa 1984 ilikuwa muhimu sana nchini Tanzania. Kilikuwa kipindi ambacho kila Mtanzania alitaka kujua ni nani atakuwa mrithi wa kiti cha baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa ameonyesha dalili zote za kuachia madaraka na kustaafu. Serikalini ilikuwa ndio mwanzo wa fitina, chuki na magenge yameanza sasa, na ndio wakati ambao Sokoine alikuwa amerudi kutoka Yugoslavia kutibiwa na kuteuliwa tena kuwa waziri mkuu. Pia ndio kipindi sheria ya uhujumu uchumi iliyokuwa imetungwa imeanza patashika kila kona ya nchi. Majina yaliyokuwa yakipigiwa upatu kuchukua nafasi ya Mwalimu yalikuwa matatu: Waziri Mkuu Edward Sokoine, Katibu Mkuu CCM wakati huo Mzee Rashid Kawawa, na rais wa Zanzibar wakati huo Aboud Jumbe Mwinyi, ambaye pia kwa mujibu wa katiba kipindi hicho alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fitina zilianza mapema kabisa Januari 1984, ambapo Jumbe alilazimishwa kujiuzulu nyadhifa zake zote za chama na serikalini. Kujiuzulu kwa Jumbe kuliwaacha watu wawili, yani Sokoine na Mzee Kawawa, waliotazamwa sana kuwa mmoja wao atakuwa mrithi. Sokoine akiwa waziri mkuu na Mzee Kawawa akiwa waziri wa nchi, ofisi ya rais. Lakini ilionekana wazi anayefiti zaidi ni Sokoine, aliyekuwa na miaka 46, pia misimamo yake katika vita rushwa ya ufisadi. Mtindo wake wa uongozi na sura yake ya ujana na nguvu alionekana kuwa kipenzi cha watu wengi. Hata wananchi pia walionekana kupendelea Sokoine kuliko Mzee Kawawa. Fitina ikazaa chuki za kutafuta madaraka zikaanzisha mipango ya kummaliza Sokoine. Ikumbukwe hapo Sokoine ndio alitoka masomoni, huku aliyekuwa kikaimu nafasi yake alikuwa Bwana Cleopa David Msuya. Ni mwaka huo Mwalimu Nyerere alianzisha kampeni ya kupambana na wahujumu uchumi, na mnamo Aprili 5 sheria za Economic Sabotage Act namba 9 ya 1983 ilipitishwa, na ilikuwa moja ya kazi aliyokabidhiwa Edward Moringe Sokoine, kuhakikisha wanaohujumu taifa wanakamatwa. Sheria hiyo ilimtaka kila mtu bila kujali cheo chake aeleze mali alizokuwa nazo na wapi alizipata. Kwa hiyo zilianzishwa mahakama maalum, na mawakili yani advocates hawakuruhusiwa kuingilia. Watu walitakiwa wajitetee wenyewe. Baada ya kuona wangeweza kutumia mawakili wakaachiwa. Katika zoezi hilo, watu walimuogopa sana Sokoine, hasa jijini Dar es Salaam. Unaambiwa maeneo ya Oysterbay na Upanga, vitu vya thamani na fedha vilivyokuwa vimeingizwa kinyemela nchini vilitupiwa mitaroni. Watu wakajiokotea, ikabidi polisi waamrishwe kuokota fedha na kuzirudisha benki kuu, yani BOT. Mpaka hapo unaweza kuanza kuvuta picha idadi ya maadui ambao Sokoine alijitengenezea. Achana na wapinzani wake kwenye siasa, kuna wangapi walikutwa na hatia ya uhujumu uchumi? Tuendelee. Siku ya tukio, Sokoine aliondoka na msafara wake kutoka mjini Dodoma muda wa 4:30 asubuhi, akiwa ndani ya Mercedes Benz yake, na msafara uliongozwa na polisi.
Magari yote yaliyokuwa yakikutana na msafara huo yalikuwa yakipaki pembeni kuupisha msafara wake upite. Msafara wa Sokoine ulikuwa na mwendo kasi, spidi, kama minutes za CC ya CCM ya Aprili 17, 1984 ilivyoeleza. Msafara wa Sokoine uliondoka Dodoma majira ya saa 4:30 asubuhi na ulikuwa ukienda kwa spidi ya kilomita 154 kwa saa. Baada ya gari hilo kufika eneo la Dakawa, ghafla kilisikika kishindo kikubwa. Gari la Mheshimiwa Sokoine lilikuwa limegongwa na gari aina ya Toyota Land Cruiser lililokuwa likiendeshwa na Bwana Dumisan Dube mwenye miaka 23, mpigania uhuru wa chama cha ANC aliyekuwa akiishi Mazimbu, Morogoro. Licha ya Dube kusimamishwa, hakusimama. Ndani alikuwa kawapakia abiria wawili ambao ni Boyce Moe na Pes George. Sokoine, jitu la miraba minne, alikuwa ameketi siti ya nyuma akiwa hajafunga mkanda na alirushwa kutoka nyuma hadi akagonga kioo cha mbele. Sokoine alifanikiwa kutoka katika gari akiwa mzima na wenye kazi yao ndio waliomkimbiza hospitali ya mkoa wa Morogoro eti kunusuru maisha yake. Lakini kabla hawajafika, walimalizia kazi. Baada ya kufariki, taarifa haikutumwa Ikulu. Walihakikisha wana clear evidence kwanza. Hakuna bodyguard hata mmoja wa Sokoine aliyeumia sana. Sokoine peke yake ndiye aliyepoteza maisha, wengine wote walipata majeraha. Yusto Chuma aliyekuwa bodyguard namba 1 wake alikuwa kiti cha mbele kulia, na Ali Abdalla aliyekuwa dereva wake alikaa kushoto na walijeruhiwa kiasi. Kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi, postmortem report juu ya chanzo cha kifo chake iliyowasilishwa mbele ya CC ya CCM, mbavu na mifupa ya mikononi na miguuni vilivunjika. Mbavu zilizovunjika zilipelekea kuchoma mapafu yake. Lakini kwa mujibu wa Dr. Shaba aliyemfanyia postmortem, alisema alikuta risasi katika mwili wake. Ingawa maneno yake yalipuuzwa, wakasema alikuwa amelewa kwa sababu aliyasema akiwa baa jijini Dar es Salaam. Inasemekana ziara ya Mwalimu nchini Mozambiki ilikuwa ni kwa ajili ya kuomba ushauri kwa kiongozi mwenzake Samora Machel, kwani kulikuwa na taarifa nyingi za kiintelijensia alizopata kuhusu usalama wa waziri mkuu wake. Ikumbukwe mlinzi wa Sokoine ilifikia hatua alibadilishwa na kuwekwa mkuu wa TIS kama personal bodyguard wa waziri huyo. Wakati wa kuaga maiti, kuna matukio yaliyoibua sintofahamu. Miongoni ni lile la ndugu yake Mwalimu Joseph Nyerere, ambapo alikwenda kwa kasi ulipokuwepo mwili huku akiwa na huzuni kubwa, na akasema, "Mwalimu, huna ulinzi. Waziri mkuu anafia barabarani." Kuna taasisi kadhaa ambazo zilijitolea kufanya uchunguzi juu ya ajali hiyo. Miongoni mwa taasisi hizo ni pamoja na kampuni ya gari ambayo Bwana Sokoine alikuwemo. Lakini zote Mwalimu alizikataa. Hatua aliyochukua yeye ni kufuta viongozi wote waliokuwa wakipigiwa upatu kwenye uraisi na mzee Ruksa kuishia kushika madaraka. Na hiyo ndo simulizi. Jina langu ni John Walter.